Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Shukran sana Sheikh wetu Fadilatu Sheikh Omar Haddad ambaye ameongoza kisomo hicho cha Suratul Yasin pamoja na dua. Tumeamua kuanza moja kwa moja kwa sababu tunajua tulipotoka msikitini sote tulipokamana hapa kwa sababu tumalize ndio watu wawe kwa kutafuta mlo wa mchana, na leo siku ya Ijumaa tuna ndugu zetu ambao pia wasafiri, ndio maana tumeanza shughuli yetu moja kwa moja baada ya salati ya Ijumaa, na wale ambao watakuwa wametoka wataungana nasi inshallah watatupata mbele ya safari. Kwa hivyo wale tuliopo kwa sheria na lugha za bunge wanasema quorum imetosheleza, ndio maana tumeanza kabisa. Baada ya kupata kisomo hicho pamoja na dua hiyo, Khalidi ni Mungu. Khalidi ni kwa Simoni katika jeje Asante kwa baadaye. Khalidi amesipapi Khalidi. Basi tutasonga mbele na ratiba. Khalidi akija ama badala yake Sheikh Hassan Abubakar Mundir Al-Mubad atatusomea shairi ambalo limeandaliwa Nuru wa Sasa. Kwa awali kabisa, baada ya kupata kisomo hicho, tunachukua fursa hii kuwakaribisha, japo ni wenyeji lakini tuwakaribisha katika uwanja huu wa Mkunguni kwa ajili ya shughuli hii ambayo imeandaliwa na kundi ambalo linajulikana kama Anti-LGBTQ Movement of Kenya, ambao wako based in Mombasa, ndio makao makuu. Lakini kwa sababu ya matukio ambayo hutukia na wao wenyewe wana chembe damu zao za kutoka hapa Lamu, wakaona kuna dharura ya kuweza kulizungumzia hili baada ya baadhi ya mashehe pamoja na viongozi wa mji huu kuweza kulizungumzia swala hili ambalo limetokea. Sasa moja kwa moja tutaendelea na ratiba hii tukimsubiri Khalid Kanjenje ama Sheikh Hassan kwa ajili ya kutumbuiza na shairi zuri lililoandaliwa kwa ajili ya shughuli hii. Mzungumzaji wa kwanza atakuwa ni Abu Muhsin kutoka kwa Anti-LGBTQ. Kwa hiyo dakika ni kati ya 5 mpaka 7 kila mzungumzaji kwa ajili ya wakati, kila mmoja atapata riziki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina anajulikana kama Abu Muhsin. Ni memba wa Anti-LGBTQ. Yani sisi twapinga mambo ya ushoga na ubasha na lesbianism, mke kwa mke, mume kwa mume. Lakini haya yana mwenyewe wa kuzungumza hapa, tunaye nyuma. Mimi kuna kitu kimoja ama kiwili nataka kukigusa tena katika county government. Kusema la kweli, katika uchunguzi tuliofanya tumekuta county government haiwajibiki kuangalia watoto wetu. Watoto wengi wameathirika na tuwajua haya. Maana tumetoka all the way from Mombasa mpaka huko. Wajua nikuja nikamsikiza ndugu yangu hapo vizuri sana. Akaniambia ukiangalia Mombasa na Lamu ni mji mmoja. We are all on the same line category. Na hakuna gari hapa la kila siku la kwenda Wajiri, ama hakuna gari la kila siku la kwenda Garissa. Lakini kila siku kuna gari la kutoka hapa Mombasa, la kutoka hapa Lamu, lenda Mombasa. Kwa hivyo sisi sote ndio mmoja. Na kuna jambo ambalo nataka tuliangalie kwa makini sana. Kuna kitengo fulani katika idara ya county government ambayo inaitwa CPU. CPU ni Child Protection Unit. Hapa imedoa sana. Kuna watoto wengi sana wamedhoofika, kuna watoto wengi sana wameonewa kijinsia na hawana sehemu ya kwenda kuripoti. Yaani baada ya mtoto kufanyika tendo baya, pengine nyumbani kwao
mjomba amemwathiri, pengine nyumbani kwao shangazi amemwathiri yule mtoto wa kike. Sasa yule mtoto hana sehemu hapa Lamu atakwenda kucomplain. Kweli ama urongo jamani? Sasa mimi nimekuja nikaangalia, kwa sababu sisi we are on the county government issues. Tunajua mambo ya LGBTQ, kunao wazungumzaji hapa, wazungumzaji wazuri sana ambao watazungumza kuhusu vitendo vinavyoendelea hapa Lamu. Kwa hivyo mambo ni mawili. La kwanza, tunataka county government ya Lamu iwe active kuhusu habari ya watoto, kwa sababu watoto is a very sensitive issue. Hawa watoto leo wakipatikana na jambo, kuna sehemu wanaweza kwenda kuripoti. Mjomba amemshika kwa nguvu, baba kwa mtoto pia shawahi kutokea. Tunazo ripoti baba kumshika mtoto wake wa kambo ama kumzaa. Subhanallah. Hakuna sehemu ambao watakwenda waende kwa serikali pale mbele waseme kadha wa kadha limefanyikiwa. Huyo mtoto hana sehemu ya kuripoti. Kwa hivyo tuwaomba jambo la kwanza, kwa gavana wetu hapa Kimami afungue Children Protection Unit active hapa ndani ya Mkunguni. Kuwe na ofisi ambao watoto wakifanyiwa dhulma ya kijinsia wanaweza kuja wakaenda kwa report. Sadaka. Allahu Akbar. La pili, nimekuja nikaona kuwa hapa Lamu wanaopewa kazi katika Lamu hakuna background check, vetting. Hatuwezi kumwandika mtu kazi yote anayekuja kuli pale kwa sababu pengine labda alifanya kampeni ama pengine yeye alikuja akawa ni mtu ambaye amekufinance katika kampeni. Pale tukishamaliza na tushapata ule ushindi, hakuna vetting. Hatuwezi kuwa katika watu walioathirika mashoga na mabasha tuwapama kazi ndani ya kaunti. Hili haliwezekani jamanini. Tukubaliana. Tusiwe yani mtu yoyote kwa sababu ndugu yake, shangazi yake, babako, shangazi mna uhusiano, leo enda kumpatia kazi pale, alafu hawa watoto enda kuathiri watoto wetu. Hatuwezi kufanya jambo kama hili. Hili ni jambo ambalo lazima county government yetu hapa ndani ya Lamu tuangalie background check ya hawa mabasha mashoga ambao tunawapa kazi ndani ya ofisi yetu hapa. Hawa ndio wanatuharibia watoto wetu. Hivi leo tuweza kuja hapa tukazungumza all the way from Mombasa. Tukaja hapa tukazungumza tukasema mashoga nini, tukafanyia namna tuwape madawa pengine watoke kwenye hii. Tuombe na madua inshallah. Lakini tutarudi tena another generation with the same thing. You know why? Kwa sababu mabasha hajulikani. Basha hujifita nyuma ile kanzu na kofia, ama hujifita kwenye uimamu, ama hujifita kwenye ualimu, ama hujificha nyuma pazia kujifanya kama ambaye yeye ni kiongozi, lakini yeye ndio basha mkubwa. Ukweli urongo jamani, ukweli usemo siseme hapa. Tuzungumzeni ukweli ndani ya Lamu. Kinachopata Lamu ndio chatupata Mombasa. Sio ati Mombasa hakufanyiki. Hivi karibuni kulikuwa na imamu mmoja alishika mtoto wa miaka 14 kwetu Mombasa. Na hapa kwenu Lamu tukapata ripoti kuwa kuna watu ambao wanaofanya kazi administrators wa hapa ndani ya Lamu leo waenda kuathiri watoto wetu hapa, na hakuna zungumzaye lolote. Lazima muunge chama kama hicho tunachokiunda. Japokuwa sisi tupigwa mawe sana, japokuwa kuwa mabasha wengi hawataki hichi chama kabisa, hawataki tuje hapa. Watuzuia kila namna, wako tayari kutupiga mawe, lakini twajitolea fi sabilillah kwa sababu tunamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndio kila kitu na yeye ndio protector wetu. Kwa hivyo mimi naomba mambo mawili kwa county government. Nimekuja kwa hilo. Kwa county government ya Lamu, jambo la kwanza, CPU ifanye kazi. Kuna mtu hapa aliyomjua mkubwa CPU, Child Protection Unit. Mtu mmoja anipe jina la Child Protection Unit hapa. Kuna mtu yote anyoshe mikono aniambie Child Protection Unit ndani ya Mombasa, ndani ya Lamu nani? Munaona kama huu ni udhaifu wa si udhaifu jamaa. Ni udhaifu mkubwa sana. Kwa sababu watoto waathiriwa hana mahali pa kuripoti, maskini walia, wambakia na mama pale, mama kimtuliza mtoto kesho shapata bluu, ashaathirika, wamwona mtoto ajilegeza pale, hana mbele na nyuma, ile kwa kinyuma na mtoto wa kiume. Subhanallah, Mungu atuepushie dhambi ya Mwenyezi Mungu itakuja jamaa tusipozungumza. Urongo kweli jamanini bwana.
Sasa inshallah, jambo la kwanza ambalo ninalopenda kuomba, najua wakati wangu wa mwanaogo, najua nikia kidogo sana Bwana Omar, najua pole. Naam, la kwanza ambalo ninalopenda, nataka county government iamshe kitengo cha CPU kifanye kazi, Child Protection Unit. La pili ninaloomba, wale ambao watapatiwa kazi katika maeneo ya serikali wawe vetted, tujue kuwa hawa si mabasha ama hawa si mashoga ambao watakuja kuasiri watoto wetu. Maana ukipata fulusi inakuwa tabu kwa watu kama hawa. Najua muda ni mchache sana na mengi ya kuzungumza jamanini, lakini kwa haya machache napenda sana, alhamdulillah, washukuru Mungu, karibisho mzuri tunaopata, na tuzidi kuombeana Mungu ili jambo la munkar tuzidi kulistopisha katika mjtama wetu. Hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yetu Abu Muhsin. Amin. Shukran sana Abu Muhsin kwa haya. Inshallah tutapangilia. Tuna ndugu yetu ambaye amesafiri all the way from Busia, ametoka kaunti ya Busia na ametumwa na kanisa lake baada ya video ile kutoka hapa Lamu kusambaa, akatolewa akaambiwa shetani na anti-LGBTQ na movement of Kenya ili aweze na yeye pia kuzungumza na sisi katika dakika 5 hadi 7. Karibu sana ndugu yetu Philemon Odak, all the way from Busia County, na amekuja ametumwa na kanisa lake kuonyesha kwamba hata katika dini ya Ukristo masuala haya huwa hayaruhusiwi. Hello. Hii Kiswahili chenu ni kigumu, siwezi kukizungumzia kwa ufasaha. Sasa nitatumia Kiingereza lakini nitachanganya. Naitwa Philemon Achuro Odak. Mimi ni Mkristo na nimeokoka. Kwa hivyo Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Waislamu, salamu alaykum. Why am I here? 1 minute to explain that. Second 3 minutes, my purpose of being here, and the second 3 minutes, what I'd like to achieve. 1, changing a man's heart is God's work, but advising a man, correcting a man, warning a man is another man's work. Kwa hivyo, kumbadilisha roho ya mtu ni kazi ya Mungu. Wewe kumbadilisha mtu roho, lakini kumshauri, kumkemea, kumwelezea kwamba anaenda kombo ni kazi yako, na usipoifanya utakuwa umefanya makosa. That is why I'm here all the way from Busia. Second, the issue we are discussing is not region based. Si Lamu peke yake, si Mombasa peke yake. It is universal. And that's why I'm saying, not everything you are being given is good. Sio yote ambayo unapewa ni nzuri. Saa zingine mtu anakupatia mabaya pia. What is not yours, you have to seize before you consume. Kile ambacho sio chako, kile ambacho haukuzaliwa ndani, lazima kwanza uiangalie kabla uitumie. Hello? Preceding generations nurtured us. Kile kizazi ambacho kimepita kilitulea sisi. I am here because my father did not marry his fellow man. Mama yangu angeolewa na mwanamke mwenzake, mimi singezaliwa. So I am a product of a holy union of a woman and a man. So, kwa nini mimi ni uwe the succeeding generation? Why should I kill the succeeding generation when the preceding generation nurtured me? Sisi ambao tuko kwa hii generation, tusiuwe generation ambayo inakuja kwa hiari. Wacha generation ambayo inakuja ikufe kwa makosa yake, lakini si kwa makosa yako. Unaambiwa ni vizuri sana, ni haki, ni sheria mwanamume kuishi na mwanamume mwenzake. Ni vizuri sana mwanamke kuwa mwanamke mwenzake. In simple terms, in a layman language, what they're telling you is,
We don't want you to have your child. We don't want you to have the next generation. Wewe ile shamba uko nayo ni kwa babu yako. Babu akaachia baba, baba amekuachia wewe. Sasa hivi wewe wanakuambia oa mwanamume mwenzako. Ile shamba la baba kushakufa. There are some logical questions we need to ask ourselves concerning this issue. Hello? God never made a mistake when he created man and woman. Mungu hakufanya makosa. Na kama Mungu alifanya makosa kuumba mwanamume na mwanamke, angetuambia njia ya kufuata. Sasa that is why I'm urging you, ninawaomba ya kwamba tusiue generation ambayo inakuja kwa hiari. La pili, kati yenu wazazi, wengi wenu hapa wanafikia umri wa kunizaa. Bado mimi mdogo miaka 31. Kwa hivyo kuna wengi wanazaa kunizaa. Furaha yenu wazazi wetu ni gani? Ni sisi kuwaonyesha wajukuu wenu, si ndio? Ni mzazi yupi hapa atafurahia mtoto wake wa kiume kuja mbele, baba nimepata mchumba, alafu ambie sawa, mlete nyumbani nimjue, alafu afikie na mimi sasa. Wale kuja na mwenzake. Mzazi yupi anaita wazee wenzake, wewe njooni mwanangu leo anaoa, alafu ndio mwenzake. Hello? Kile ambacho kikufurahishi hakifurahishi yule mwingine pia. If you don't respect yourself, you cannot respect another person. Let us end this. It is not our culture. It is not our tradition. It is not our religion. What is its foundation? Tell me its foundation. Lesbianism, gayism, what is its foundation? Imetoka wapi? Haiko kwa Biblia, haiko kwa Quran, haiko katika ile jamii yetu, ile tradition yetu. Iko wapi? What is its foundation? It is not in the African tradition. What is its foundation? Where are we? What is its foundation? Utamuelezeaje mtoto wako ya kwamba unajua mimi kidogo tu nioe mwanamume mwenzangu? Atakuangalia vipi? Hello? Namalizia. My last point, I said my purpose was to tell you that God never made a mistake, and do not make that mistake. If God never made a mistake, don't make the mistake. We're following God. Sisi tunamfuata Mungu kwa sheria zake. Kama Mungu hakuomba mume na mume wawane, mbona wewe ulete sasa? Tusiue kizazi kijacho kwa ujinga wetu. Let us not kill the next generation because of our primitivity. Not everything we are being given is good. Whoever is coming with this tradition, whoever is bringing this new culture, stop him or her. Tell him directly to her face that it is not our culture, it is not our tradition, and we are not buying it. Hello? Ya mwisho. Wale ambao wameathirika, si ndio? The victims. It is not the end of life. You still have a life. You still can change your future. We are saying that history affects the present, but it can also shape up the future. Your future can still be shaped up. Pengine ni kitu ambacho ulilazimishwa kufanya. Ulilazimishwa na mjomba, ulilazimishwa na rafiki, ulilazimishwa na mtu fulani, alikupa pesa, alikuahidi mambo mazuri. It is not the end of life. Angalia hizi sura hapa vizuri. Najua kuna sura moja unajua, kwa sababu tunao watu walamu hapa. Kuna sura moja unajua, si ndio? Hapa uwezi kuja unaambia Philemon, bwana mimi niliteleza, si ndio? Lakini hawa wako hapa, waendee polepole, waambie mimi niliteleza, niko tayari kurudi katika njia inayofaa. They will guide you. In this group we have counselors, they will counsel you. In this group we have good guidance, they will guide you in which way to follow. Hello? It is not the end. Ni wewe tu ukatae kubadilika. Sawa sawa. Na nimekuambia advising a man, directing a man is our duty.
Asanteni sana. Shukran sana ndugu yetu na kuthibitisha hilo neno lako. Hata sisi kwetu tunaambiwa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Mwenyezi Mungu anasema kumwambia mtume ya kwamba hakika yako wewe huwezi kumuongoza yule ambaye amepotea, kwa sababu uongofu hutokana na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo sisi Waislamu na Wakristo hatujaachana mbali, na ndio maana ndugu yetu Philemon Odak ametolewa na kanisa kutoka katika kaunti ya Busia kwa ajili ya kuja kuzungumza na sisi. Kutoka kwake kuna mama zetu wawili ambao watafuatia, lakini kabla ya hapo kuna shairi ambalo limeandaliwa, na shairi hilo litagharamiwa na ndugu yetu Fadhila Sheikh Hassan Abubakar Murad. Wakati akijiandaa, ningependa kutambua uwepo wa kadhi wa Lamu Sheikh Mursal Muhammad Sizi ambaye tuko naye hapa. Tunaye Sayyid Idrus Mwene ambaye pia tuko naye, anaungana nasi hapa. Pamoja nao ni mama yetu na dada yetu Esha Mizar. Allah awahifadhi hawa wote kwa juhudi zao kuja kuungana nasi kwa ajili ya shughuli hii ambayo hata kuna watu wa mapagani. Wamewajua mapagani? Wale watu ambao hawamwamini Mungu kabisa, wao wasema hakuna Mungu, dunia iko tu yajiendea yenyewe. Hata wao wallahi hawakubali mambo ya ushoga na ubashi, na hawamwamini Mungu. Wao wanaamini kwamba hii dunia ikijiletea yenyewe na sisi tukaja wenyewe, kwa hivyo dunia yaenda kivyake vyake. Lakini swala hili pia hawalikubali. Sheikh Hassan, Bismillahirrahmanirrahim. Mwenyezi yakuna uweza mbele, sifa zisizopunguani zote ni zako dayani, tupulizie manani tuliyokusudia. Salamu na zako sala twakuomba ewe Mola, mshushizie Rasula alina sahaba pia, na lengo letu kwa kweli wahizitungukali nikuli susia hii ya kulikemea na pia kulikemea. Hili laniwatiambo sina sasa nda kitambo, nitendo chafu na kongo na sisi twalitukia, na sisi twalitukia. Machafu hayakini ya kokote duniani, kuna nchi fulani yasokwe kusikia, yasokwe kusikia. Ni machafu twatamka, mwenye kufanya hakika na mfano kadhalika, la washukia, la washukia. Ilahi ahlu hakimu
ametuma mafahamu, tumiwake maalumu kukataza mambo haya. Ametuma Luthi kulikani kwa nishati, kupiga zita vyote ni maovu masia. Fikirini mukumbuke mwema ubile yake, yakugeuzwa nje jamaa muoni haya. Ni magodu furaturi wetu sisi insani, hata wanu hayawani hawafanyi mambo haya, hawafanyi mambo haya. Na dini haikubali machafu haya asili, nayo pia serikali kwa nguvu huyazuia. Ni mambo yasiyokuwa na wenye kuwa, mwenye cheo na huwa hujahata kuyata. Haturefushi beiti za tutosha hizi katiti, bora kutunga wakati, bora kutunga wakati, hutosha sikia. Twakuomba saa zote na sisi asitupate, na wenye nayo wape, tuongoze sote pia. Tupe nyoyo za busara kuepuka ya madhara ya izara na hasara, tumetuyakimbia. Ya Ilahi tuokoe na maovu utwakoe daima, tukuche tuandame sawadia, tuandame sawadia. Waja wako madhaifu, tuna mengi mapungufu, ndiwe Ghafuru Raufu, toba twaita wajia. Swala yako na imani zidumu kwake amini, swala yako na amani zidumu kwake amini. Na kwa sote waumini zitutanganye pamoja, na kwa sote waumini zitutanganye pamoja. Shukrani. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Nasema anti-LGBTQ movement of Kenya wamekuja na mama yao, japo kwa hali ya afya kidogo haisikii vizuri, lakini na yeye pia atupe neno lake
kama mama Zena, karibu sana. Wakati mama Zena akisimama tutakuruhusu zungumzie wako hapo. Tungependa kutambua uwepo wake mwenye Aidarus Bahsan wa kutoka Riyadha, pamoja na mudiri wa Riyadha Bakathir Abdulkadir Bahsan. Tafadhali mama Zena. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi kwa majina naitwa Mama Zainab Abdi Juma, mkazi wa Mombasa, kamati kuu ya anti-LGBTQ movement of Kenya, nawakilisha watu wote, waume kwa wake. Sisi ni movement ambayo iko hapa kupinga mambo ya ubasha, mashoga, lesbians. Kwa hivyo tumekuja sisi, hatukuja vacation, tumekuja jihad. Kwa sababu kitu chochote ambacho Allah Azza wa Jalla amekipinga katika hii dunia, na sisi tukae kando tukiangalia kikifanyika, sisi tutakuwa wanafiki. Kwa hivyo hapa sisi tumekuja, hatukuja kutembea, tumekuja jihad. Na kuna jambo ama mambo mengi ambayo yametuletea sisi damu, mambo ya kuhuzunisha, mambo ya kusikitisha, mambo ya kuliza, hasa sisi wazazi. Ni masikitiko makubwa sana kwetu. Kwanza mji wa Lamu ni mtukufu, naweza kusema mji ambao umebeba dini kwa kifua, umebeba dini kwa kichwa, umebeba dini kwa mkono. Lakini yale mapungufu ambayo yamejaa katika mji wetu wa Lamu, wallahi linasikitisha sana. Hapa nikiangalia katika hii ground, lile linalonisikitisha zaidi ni kuwa simuoni mama hata moja. Kina mama wamejifungia ndani ya nyumba, ili hali hili jambo ni zito kwa wao. Manake wa mama ndio sisi tunaumia zaidi. Haya mambo yakitokea kwa watoto wetu ni sisi tunaumia zaidi. Mama maskini iko very weak. Lakini hilo halina nini. Akibaki mmoja nyumbani, sisi tunajitokeza 10. So we can as well fight the fight as few as we are. Mambo yametokea Lamu. Tumepata reports nyingi sana. Kabla kuamua kuja Lamu tumepata report nyingi sana. Ripoti mpaka zinatuacha sisi tunalia. Katika mji mmoja tuseme Lamu East, unapata cases za watoto waliolawitiwa bila kuchukuliwa hatua yoyote, watoto 36. Watoto 36 wamelawitiwa, wa kike na wa kiume, bila wao kupata sheria ama haki mahali popote. Tunakwenda wapi sisi? Hiyo ni sehemu moja tu ya Lamu. Alafu serikali imenyamaza. Kwa nini serikali inanyamaza na nyinyi mmepiga kura? Kwa nini serikali inyamaza na nyinyi ndio mliowachagua? Hawa watoto haki yao iko wapi? Subhanallah. Juzi tumeona kwenye mitandao mwanamume mzima tena anafanya kazi katika serikali ya county, anamlawiti mtoto ndani ya chumba cha guest. Mtoto ambaye anaweza kumzaa. Mmechukua hatua gani watu wangu wa Lamu? Mmechukua hatua gani kwa huyu bwana? Bado yuko county? Bado yuko nje? Kwa nini awe yuko nje? Sheria gani inayomruhusu yuko nje? Ikiwa dini ya Kiislamu inakataza, ikiwa dini ya Kikristo inakataza, hakuna mila wala desturi yetu sisi inayokubali mtoto wa kiume afanywe mke na mwanamume mzee. Ama iko? Kuna kipengele hicho? Yuko huyo mtu? Tumeshapata ripoti ya kuwa jogoka mparaga jogo mwenzie? Mimi ni activist, mtanisamee maneno yangu si ya pichi. Kuna mmoja kamparaga mbuzi mwenzie beberu? Kwa nini sisi binadamu tufanye namna hiyo na tunyamaze? Vitu viko vimefika mpaka mbali. Ndio Lamu nauliza leo, niko hapa, ni hatua gani mnamchukulia huyo mwanamume aliyopatikana kwenye hoteli na mtoto wa kiume? Ni hatua gani mlichukua?
kapelekwa kotini, kapewa wiki 2, katolewa na bond, anafanya shughuli zake. Kesho kutwa anamchukua mwingine, mtoto anamchukua mwingine, maana hamna nguvu ya kuwakemea na kulisisitiza hili jambo liache. Ni kweli ama si kweli? Mimi nazungumza na uchungu. Mimi nimetoka Mombasa, kama mlivyosikia katangulia kijana wangu anasema mimi nisisikie vizuri. Mimi mgonjwa wa sukari. Lakini leo natamani kama Allah Azza wa Jalla angenipa nguvu kama huyo mwanamume, basi ningekufa naye nini? Ningekufa naye nini? Maana kama anamfanyia huyo, kesho atamfanyia mwingine. Leo serikali inamwachilia kwa sababu anafanya kazi county. Sisi tunaishi kutegemea serikali kututetea. Nimesikia ndugu yangu mdogo Abu Muhsin anazungumzia kuhusu child care. Kuna child care hapa. Kama hakuna police station na kwenda kuripoti hizo vitu zinatokea, county itasaidia nini? Kama mtu wa county mwenyewe anamlawiti mtoto, county itasaidia nini? Mtapeleka mashtaka wapi? Mko kama mayatima, yatima ambaye hana mahali. Watoto 36. Report hiyo. Tena hao ni among many. Among many. Hatua gani inachukuliwa? Lamu ni mji wa dini, ni mji mtakatifu, ni mji mtukufu. Tumetoa mashaka wetu wa Kenya nzima katika mji wa Lamu. Mimi nimesomeshwa na marehemu Ustadh Muhammad Abdullah Kibere Nairobi. Nimesomeshwa na Ustadh Sagaf kutoka Sio Nairobi. Leo niko katika mji wao na kilio. This is not what we expected in Lamu. Mji ambao umetoa mashaka wakubwa na makazi wa Kenya nzima. Kisha mnalautia watoto mmenyamaza, hamjui kusema ehlul jihad, hamjui. Sala nabi. Hamjui. Hamjui. Sala nabi. Mashaka wote hawa hamjui kusimama jihadi. Tutakuwa na watoto gani kesho kutwa? Tutakuwa na viongozi gani? Kuna msenge akawa kiongozi, kuna msenge akawa shekhe, kuna msenge atakuwa kadhi. Wakwapi leo mashekhe? Where is the pride of Lamu? Where is the pride? Mashekhe wetu wakwapi ya Rabbi? Wakwapi? Watoto wanaumizwa. Mashekhe wakwapi? Ile county office ni yenu. Hamwezi kunyamaza. Rasulullah alayhi salatu wasalam alitupa nguvu sisi Waislamu ya kuwa tusikubali kuonewa katika hii dunia. Tusikubali kuonewa. Lakini leo tunaonewa. Leo tunaonewa. Leo tunaonewa. Watoto wanalawitiwa, watoto wa kike wanaumizwa, watoto wa kiume. Kesho kutwa, where is the next generation going? Generation inayokuja itakuwa vipi? Ikiwa watoto 36 wamelawitiwa katika mji mmoja, hawajapata haki yao, kesho kutwa hawa watoto watasimama wapi? Life yao iko wapi? These kids are being traumatized. Hawa watoto wanateseka na watateseka throughout their lives. Watateseka maisha yao yote kwa hicho kitendo kilichofanywa. Kwa mtoto haitotoka kwenye akili yake. Ndio maana tunasema wengine si hawakupendelea, wamelazimishwa, wamedhulumiwa. Lakini mpaka lini? Mpaka lini? Maana atakuwa yule mtoto wa kiume atakuwa na mentality mbaya. I was sodomized, why can't I sodomize? Atafanya mtoto mwingine. This is the truth of the matter. Ataishi kusema I was sodomized, I will sodomize. Atafanya. No matter how many years it will take, lakini atafanya. So tunaelekea wapi? Mashaka wangu, ndugu zangu, baba zangu, mimi niko hapa na uchungu mkubwa sana. Nimetravel all the way from Mombasa
kwa sababu hili jambo nilikuwa sisikii vizuri, lakini nikamwambia chairman I have to go. Huko Lamu, walimu wa Lamu ndio wamenipa mimi elimu. That is my home ground. Mamangu asili yake ametoka hapa. This is my home ground. Nitaenda kupigana jihad huko. Sisi tunasema kama kamati ya anti-LGBTQ lazima kufunguliwe ofisi ya child care hapa. Na si tu ya watoto kubakwa, dhulma ya aina yoyote. Dhulma ya aina yoyote iko reported. Sisi tutakuwa kuna watu ambao tutawasiliana nao hapa. Hatuchoki kusafiri. Hatuna wafadhili, lakini kile kidogo tunachokiuzia viazi na mahamri nitakilete Lamu. Tumeelewana? Kwa hivyo kuanzia leo Muislamu yoyote aliyo hapa ale kiapo mbele Allah Azza wa Jalla kuwa likitokea jambo hilo atasimama kidete kulipigania na haki ipatikane. Hatutaki kujua iko county, hatutaki kujua ni nani wala ni nani. Sheria ni msumeno, inakata mbele na nyuma. Asanteni sana. Ningeongea mengi, maana nishika microphone na maika lakini muda hauniruhusu. Lakini leo ni mwanzo. Ndio mwanzo mko kwa kama huo. Tutakuja Lamu tena. We are going to come back. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dharura, maneno ya dharura. Bismillah. Simama hapo mbele. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabla ofisi haijapatikana, hawajatokea watu wote wakisimamia ofisi au haijapatikana, ofisi yangu nilitolea mimi kwa sasa mpaka ipatikane ofisi. Kwa hivi sasa haijapatikana, hata hivi sasa haijapatikana kufungua ikiwa wako watu wakisimamia. Asante. Mashallah. Allahu Akbar. Mashallah, tabarakallah. Na takbir. Takbir. Haya ndio maneno mamangu Mama Zainab, nimeongeza dakika 3 juu ya zile 7 kwa sababu amezungumza kama mama. Na sasa kwa sababu ni wakati wa kina mama, wacha tumpate mama yetu Sherizad na yeye azungumze kwa sababu kina mama ndio waathirika zaidi. Na shukrani sana mzee wetu wa afisi hii ya Lamu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina ni Sherizad, nafikiri hapa Lamu hakuna ambaye hanijui. Na mimi ni mama. Kwanza ndugu kazi, leo niona wanawake watatu watoke mama kutoka Mombasa kuja kututembea. Na mama, sisi ndio tupenda mimba miezi 9. Sisi ndio tuzaa, sisi ndio tulea. Na mama, ukiketi na mumeo amuogopa, ukiketi na mumeo amuogopa, ukiketi na ami amuogopa. Hawa watoto wetu wa kiume tuwapeleke wapi? Wakenda mpirani waogopa, wakenda tuwapeleke wapi watoto? Jamani mama, tufungeni kibwebwe, sisi ndio ambao tuangalie hawa watoto wetu. Hawa mababa hawa sina ubaya, sina mabasha ni mwanamke. Kwa hivyo sisi wamama tukalie mbele, tukemee hili jambo. Kwa hivyo tutakosa sisi kizazi cha potea. Wana wetu wamekuwa wanawake, wataoa nani? Tutazaliwa nani? Jamani, tuamkeni Lamu, na tuamkeni, kizazi cha potea. Kizazi tusifichane macho, mficha uchi hazai, tukificha uchi hatuzai. Leo waogopa kusema, wewe ndio waogopa kukanya, lakini ni masuhulia mbele ya Mwenyezi Mungu. Sisi sote ni masuhulia ya wana wetu. Mume, mke, kijana, tukameeni. Mimi sitaki kusema mengi, lakini nasikitishwa na naumwa kwa sababu sijamuona mama wa Lamu. Kwa hisabu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lamu kuna mama 7.
macho, tusitizame macho, tufuate hii njia ya kulinda watoto wetu wa kiume. Tumekuwa tukisema watoto wa kike, lakini mwenye hatari zaidi sasa ni watoto wa kiume. Asante. Shukrani sana Takbir, mama yetu Shanizad. Tujaribu kwenda haraka kwa sababu tunafahamu na kukumbusha tena, tumetoka msikitini tukaja moja kwa moja hapa, kwa hivyo tunahitaji pia kwenda kuangalia riski. Na baada ya mama yetu Shanizad tutamkaribisha mwenyekiti wa Anti-LGBTQ Movement of Kenya, ndugu yetu Chairman Salim Karama, azungumze kabla ya kadhi kuweza kuzungumza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir! Takbir! Hizi takbiri sio zile. Hata Sheikh Muhammad Abdul Latif amenyamaza, hii sio takbiri ya jihad. Takbir! Takbir! Hapa watu wengi sana. Kwanza napenda nitoe shukrani nyingi sana kwa wenyeji mashekhe wetu waliohudhuria hapa. Shekhe wetu ndugu yetu Muhammad Abdul Latif kwanza kwa kututayarishia, na Abdul Kadir kwa kutukaribisha hapa kuanzia jana, ametupokea. Sisi tumetoka Mombasa, sio kwamba tumekuja wafunza. Tumetoka Mombasa sio kwamba tuwajawadhalilisha watu wa Lamu. Sisi tumekuja kutoka Mombasa kuweza kuungana na ndugu zetu wa Lamu kuyapaza na kuyakemea masuala haya. Ndugu zanguni, kusiwe na kasoro ambazo ndizo zinachangia pakubwa sisi kuharibikiwa. Ubwana na kujifanya kwamba wewe wajua mwingine hajui, hutaki kuambiwa, hili ni swala ambalo linatufanya sisi kuweza kumalizwa kwa masuala ya kisiasa, kwa masuala ya kijamii na masuala mengi hasa ya kiuchumi. Sisi kama watu wa Pwani, utaongea kijumla, tumegandamizwa sana. Leo kule Mombasa sisi tukisema tutaka kwenda Lamu, tutahadharishwa. Tuambiwa ukiingia hoteli, ukila leo utakuta ushalipiwa. Ama sio hivyo? Kule Mombasa tukenda, kuna watu wawaambia ukifika Jetsu pale Mokoe, jamaa washapigia na signal, waambiwa vitu vyaja hivyo. Hiyo ni kwamba kuna mambo ambayo yanafanywa na kuna timu ambazo zina pesa zao, zina uwezo wao, wanayadhamini sana masuala haya. Hatukuja leo kushambuliana, tumekuja kukanyana, tumekuja kuulizana, tulikemea jambo munkari huu. Kwa hivyo sio siasa, sio kutumwa, tumekuja kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutokana na maamrisho yake kwamba tuyakane masuala haya. Masuala haya mimi siwezi kufundisha yoyote katika Lamu hii, sababu Lamu kama alivyotangulia dadangu hapa mkubwa ya kusema kwamba dini, chanzo cha dini katika East and Central Africa, historia iko wazi Lamu. Mashekhe wengi wametoka Lamu, lakini sifa iliyoko sasa kule nje ya watu kuingia kwenye mitandao ya kijamii wakipiga mapicha na mabikini na mtoto wa kiume anasimama kwenye nembo ya kuonyesha hii ni Lamu, sababu mimi nikisimama pale tukipiga picha ile ni Lamu Fort. Kwa hivyo ni nembo kwamba mambo haya yako ndani ya Lamu. Na mara nyingi tujiulizeni, mbona yamebobea ama yamejaa sana hapa? Mimi najaribu kujikanya kwa sababu wallahi kama mlivyoona watu vile wanaongea na hasira. Mimi najaribu kujizuia, lakini si mambo ya kuongea kubembelezana, si mambo ya kutengeza sauti yangu nione mimi mrembo sana.
wala sijakuja hapa kusimama nataka ugavana. Nimekuja hapa kuwasisitiza ndugu zetu, mashaka wetu, kama vile tulivyoambiwa, hili ni jambo letu sisi kukanyana. Ni aibu kubwa ndani ya Lamu kuambiwa kwamba kuna mashaka dini iko hapa. Leo hata watu 50 hawafiki. Picha zimetandaa kwa mitandao, maandamano yetu ya kwanza tuliofanya Mombasa, na yote imetokana sasa, imekuwa watoto kututia sisi hamasa kuzunguka Kenya mzima. Vitoto vidogo vya miaka 7, ndugu zanguni, wallahi vinadhulumiwa. Mimi kuingia hamasa hii kwa madrasa fulani Mombasa, mtoto naenda oneshwa, wamsongelea, wallahi yanuka kinyesi wazi kabisa, hata hakuna siri. Subhanallah, mtoto wa miaka 7. Na kwa nini mambo haya yanazidi kuni? Ni kwa sababu kuna nchi za kimagharibi zimeingia kupitia jamaa zetu, viongozi wetu wa kisiasa, bila ya wao kufahamu. Kusema hivyo, tumekuja kuhamasisha muelewe kuna chanzo ambacho sisi wenyewe tuko nacho ndani ya mifuko yetu. Atakuja mfadhili kutoka ng'ambo, kutoka nchi za kimagharibi, atakutana na viongozi wetu tuliowachagua kuambia tuwaletea miradi ile, kwa sababu hao viongozi wa kisiasa wameonyeshwa fund mamilioni ya pesa, hatataka kuchunguza mradi ule una manufaa gani. Yeye anaukubali, wanatoa maofisi ya kaunti ama serikali, watu wale wanapawa maofisi, alafu wanakuja mashule kupawa idhini, na hawa viongozi wanasema ya kwamba tunataka watoto kuanzia miaka 7 kwenda mpaka 30 walete basi zao, wajichagulie wataka kufunzwa nini, kushona nguo, wataka taaluma gani, watadhaminiwa, watapewa scholarship. Lakini kumbe ni fisi wamevaa ngozi za kondoo. Mtoto yule kitu ya kwanza na NGO yenyewe, mimi sitaki kutaja NGO ziko kwenu kwa sababu niko na mahakamani sahihi. International, national, our NGOs, non-governmental organization za Ulaya wametushtaki sisi kwamba twawatishia mashoga maisha. Niko na kesi na wenzangu kotini, na pamoja na mbunge wa Nyali Mohamed Ali, nafikiri hiyo kesi yajulikana. Tulishtakiwa, kwa hivyo sitataka kutaja ili wapate sababu. Lakini haya NGOs, kitu cha kwanza wanamfunza mtoto siri kubwa ya kutokwenda nyumbani akishafunzwa amwambie mzazi wake. Baadaye anaanza kupawa allowance. Tuna vikao vya Jumamosi, atenda ule mtoto ataanzishwa na 500, hii allowance yako inakwenda kwa stage. Mtoto yule atafunzwa, aambiwe ya kwamba wajua kama wewe una haki ya kujiamulia jinsia yako ndani ya maskuli, na ushahidi tunao. Mombasa kuna shule kubwa sana tulienda tukaivamia, wakayazima haya mambo, mpaka karatasi wanazitolea. Ziko, tutawasambazia kwa mitandao mkitaka, jinsi ya kwamba wewe mtoto wa kiume, ikiwa watakapokuwa mke, una haki, ni right zako. Mahakama tuliona wakasema kwamba hao watu wataka wapawe haki zao. Mara nyingi, hata leo nilikuwa kwenye radio nauliza, sijui ni haki gani wanazitafuta. Boti wanakataliwa, wanakaguliwa wasipande, mashoga. Wakenda hospitali wananyimwa haki zao, wakenda mashule wananyimwa haki gani hizi? Ni sababu ya kwenda kudestroy umma wa Kiislamu, na haya mambo ni agenda za watu. Sisi tunataka kuwaeleza nini taratibu hizi. NGO yoyote musiwe na imani nayo kabisa, wana dhamira fichi. Kwa hivyo ndugu zanguni, kitu ambacho mimi nataka niseme leo ni kuwa hawa viongozi tuliowachagua ni hii bahari yote, kutoka Kiunga mpaka Diani mpaka Malungalunga,
majority ya viongozi wa kisiasa wako kwenye vyama, wanaitana mafui, wako kwenye vyama, tuwajua mmoja baada mwingine. Kwa hivyo msiwashiriki sana viongozi, ni haki yenu kutaka kujua yule mtoto ambaye aliathiriwa vipi hatua imechukuliwa kama watu wa Lamu. Ni mtu yoyote yule, sisi twakemea kwa sababu ya kwamba swala hili tusingoje sasa tumkasirishe Mwenyezi Mungu tuletewe haraka ndio pale labda tubabaka, tukishapawa haraka itakuwa too late. Ni jambo ambalo mimi sahizi naongea kigugumizi kwa sababu siwezi kumfunza mtu hapo kwa masuala haya ambayo hukumu yake ni nini. Ndugu zanguni, nawaomba na narudia, sisi kama anti-LGBTQ tukitoka Lamu, jiendelezeni hapa, mpige kelele, tushafika paka Nairobi, tushafika wapi. Na sio kwamba ni ufadhili wa watu, sio kwamba tumetumwa, wallahi tallahi sisi twajibidisha kama mama alivyowaambia zile za mahambe za viazi. Kwa hivyo swala hili ni kama tukutiana ile motisha, mulikemee katika mji wetu wa Lamu. Sifa zile ziliko kule nje zimetusababisha sisi kuingia katika mji wa Lamu. Hawa viongozi wa kisiasa sisi tuwaambia kitu moja, wao ikiwa watakuwa ni wenye kunyamaza jambo kama hili, sisi tumewachagua ama jamii imewachagua, ni lolote litakalotokea watusemee. Muzingatie sana mtu ambaye mwamchagua jamaa, ndugu zanguni, sababu hata nikimkoti mzee wetu mzee Abdullahi Nasir awaambia kuna watu wapeleka maprofesa wa waongoze, ni wapeleka watu hata MCA hawafai. Ndio hawa wazembe wenye kuthamini matumbo yao, biashara zao, lakini kuangalia maslahi ya jamii wanajiweka kando. Hakuna hata mtu mmoja amejikemea katika uongozi. Kwa hivyo inachangiwa pakubwa sana. Mimi sitaki niseme mengi, kama mlivyoambiwa kwamba sisi ni wasafiri, lakini kuna hatari kule nje, vile Lamu inatangaziwa kwa majina kuharibiwa. Kuna baadhi ya mashekhi wamesimama imara, na mimi wallahi namjua Sheikh Muhammad kupitia mitandao kulikemea hili jambo. Mwenyezi Mungu akuzidishie inshallah, akutemani na wenzako ambao mashirikiana baraza la hili lile. Twashukuru sana kwa jambo hili, na tuko tayari sisi kushirikiana kwa masuala yoyote yale ambayo yatakuwa yanajiri. Tuko tayari wakati wowote, tutasimama na nyinyi. Mkitaka pia njooni Mombasa, tutawakaribisha anytime ndugu yangu. Kwa hayo machache, wenzangu wamaliza yote na hasira hiyo. Mimi ndio ni mwenye hasira kubwa, lakini nimejikontrol kwa sababu sote tukimaliza itakuwa hakuna kusuluhisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran sana. Huyu ndio chairman wa anti-LGBTQ movement of Mombasa of Kenya, na moja wapo kati ya sababu ambazo ilibidi kuundwe muungano huu kule Mombasa, ilifika hatua ati mashoga wamefanya maandamano kulilia haki zao. Mashoga wakakongamana, kuna mahali kwa Light House, wakafanya maandamano, na vyombo vyote vya habari, hasa hizi TV hizi zote za Kenya kubwa zikiwemo na za kimataifa, zilihudhuria maandamano ya mashoga kwamba wataka haki zao katika kaunti ya Mombasa. Ndipo kina Sheikh Salim Karama wakasema wacha na sisi tufanye kama mchezo wa mpira. Kuna wakati wengine ukilelewa wafanya counter attack. Uko kwenye lango lako, lakini kuna mmoja yuko kule mbele aondoki. Wakasema hawa tuwapatilize na mapema, na hilo ndilo linalokuja Lamu. Malengo na madhumuni ya LGBTQ+ wataka hapa pia ndio wakatolewa hawa waliotajwa, ambao wakutajwa kwa majina, lakini wakatolewa walikuwa Nairobi. Wameambiwa warudi kwao Lamu ili waanze harakati hizi za mtandao wa TikTok,
Awinue zile hisia na wale wasiri wajitokeze, kisha kuwe na maandamano Lamu, mashoga na wao wataka haki zao. Kwa hiyo mjue hilo ndio linalokuja. Na hii mjiandae, ndipo akasema Sheikh Salim mtafanya nyinyi pia mjiandae. Sasa tunachukua fursa hii kumkaribisha kadhi wa mji huu wa kaunti ya Lamu, Fadilatu Sheikh Mursal Muhammad Musizi. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyotuafikia katika siku hii tukufu kuweza kukusanyika hapa ili kupinga na kukemea jambo ambalo ni chafu, jambo ambalo lina waqaha, jambo ambalo lina qadira. Naam, hawa dada zetu, mama zetu wamefanya hasira, ni haki yao kwa hii hasira. Sasa nitawatajia tarehe ndogo ya jambo hili, mjue hili jambo ni baya sana. Naam, tukirudi katika Qur'ani, kirudi katika vitabu vya tafsiri, kuna mufassiri ambaye ni sahaba anaitwa Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhu, aelezea tarehe ya jambo hili kwa ufupi. Anasema katika mji ule wa Sodom, watu wa kaumu Lut walikuwa ni mji wenye neema kubwa sana, kiasi ya kwamba miji mingine kija kiangazi inakuwa na njaa, lakini mji wa watu wa kaumu Lut una neema kubwa. Wakawa wale watu wanakuja kutaka msaada katika mji wa watu wa kaumu Lut. Wakawa shetani akawajilia akawaambia, nyinyi mkiwa wakarimu mtakuwa mafukara, kwa hivyo hawa watu wanumeni, na ukitoa Mwenyezi Mungu kuzidishia. Wakaona sisi tukitoa ndio tutafilisika. Wakawaambia tufanye nini ili tuwakinge watu wasije katika mji wetu? Akasema mambo mawili, mkimshika mtu mwekeni faini ya pesa nyingi, hana basi mfanyeni kazi hiyo ambayo tunaizungumzia hapa, kitendo kibaya. Wale watu wakafikira hiyo. Ibilisi akatoka, tena Ibilisi mwenyewe, shetani ni jini, lakini Ibilisi ndio yule aliyekataa kusujudu, yule mwenyewe akatoka mji, kisha akaja kwa sura ya fukara, barabara mzuri fukara, na hawezi kununua chakula kidogo pale. Basi wale wakafuata ile mwongozo aliotoa na Ibilisi, wakamwanza Ibilisi. Kwa hivyo mafunzo ya kwanza nani? Ibilisi. Kitendo kibaya kilileta na mtu mbaya anaingia katika hii, anaingia katika sunna ya huyu mtu mbaya. Ndio kasikia Nabii Allah Lut alayhi salam aambia watu wake, naam, yani atatuna alfahisha kama sabaqakum biha min ahadin min alalamin, chafu ambayo halijawahi kupatikana ulimwenguni, mmeanza nyinyi na Ibilisi. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hili lilikuwa hakuna, ni nadira, kiasi ya kwamba tabi'in wanasema laula anna alqur'ana qassa alaina khabara qawmi Lut ma dhanantu anna ar-rajula ya'lu ar-rajul. Lau kama Qur'ani haikutaja habari ya kaumu Lut, singaamini kwamba mume anakuwa juu ya mume. Kwa hivyo hata kwa Arabu ya mambo yalikuwa nadira, lakini pamoja na kuwa ni nadira, Mtume akatufikiria sisi. Hadithi sahihi anasema, inna aqwafa ma akhafu ala ummati amalu qawmi Lut. Watu wanaokuja na wakofia sana, Mungu awahifadhi wasiingie katika tendo hili la kaumu Lut. Mtume sallallahu alaihi wasallam alituogopia sisi, wakati wao kwa ni kidogo jambo hili. Kwa hivyo yale yaliyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam leo ndio yamefika. Na jambo hili, hadhari ndugu Muislamu, jambo hili ukigusa huko kitena, ukigusa, si tunaona watoto wetu, vijana wetu wamekuwa hawatoki katika ulevi. Basi jambo hili, mambo matatu ni magonjwa katika miji yetu na yote ni sugu. Jambo la kwanza ni ulevi, vijana ni ngumu kutoka. La pili ni uliwatu, ukigusa hutoki. Naam, la tatu ni kuuana. Yule mtoto wa Adam alioua, Adam alimtoa akaishi kando afi kwa sababu ile ugonjwa ukaambukizana. Sasa jambo hili, na sasa jambo hili baya liko katika mshtama wetu, nafaa kila mtu alipige vita. Angalia hatari ya jambo hili mustakabali tunaoenda. Na watu wakikosa wanaume nje, kurudi kwa mama zao, kurudi kwa bibi zao, na watu wagopa kuzungumza hapa na katika miji ya Kiislamu yote.
Na hadhari ndugu yangu Muislamu, mwanamke, mamangu, dadangu, ukamkubalia mumeo jambo hilo, yote yanaingia katika kitendo cha kaumu Lut. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Mungu amrahamu, ana maneno mazito sana. Asema ikiwa mwanamke katika siku za haidhi damu inapita njia tu, ukubali kuugusa pale mpaka damu iondoke, inakuwaje mahali kwenye najisi mughallaba imeambata kama lami wenye halali ustarehe nayo? Naam. Kwa hivyo imefikia hadi kuna miji ya Kiislamu kienda, yani ukisikia vile wanavyoulizwa swali na muomba Mwenyezi Mungu tunusuru. Na Mwenyezi Mungu, kuna mji mmoja nikimalizia nimeenda, kuna mama aliniona tu akanambia, Sheikh sikujui lakini naona kama waweza kumjibu swali langu. Akasema bismillah, nielezee. Asema bwanangu hana mali isipokuwa nyumba moja iliyokuwa katika mji wa Nairobi. Isipokuwa nyumba moja iko katika, na hiyo nyumba alipata kwa muda mrefu katika kujituma, akapata nafasi akapata hiyo nyumba na kipande cha shamba. Lakini bwanangu huyu mchapakazi alipata nyumba ndani ya mji wa Nairobi, aniomba kitu kimoja na nimeishi naye zaidi ya miaka 20. Bismillah, kijana na kuomba, akuomba fanye bidii mwende haji. La, asema ataka mara moja tu kubadilisha, mara moja kubadilisha, na hata mwandikia nyumba ya Nairobi yake mara moja. Fikiria wakaha tulofikia. Naam. Sasa nikamwambia mali alionayo niyo tu, basi huwa mujahid, pigana jihadi, shika hapo hapo, nionyeshe bwana, nijaribu kuzungumza naye kwa njia ya hikma. Na kwa hivyo tumefika katika uchafu mbaya sana ambao leo kama hatutapiga vita, basi mshtama wetu kwa katika hatari. Wanawake ni mingi, wanaume ni kidogo. Robo ya wanaume ni walevi, robo ya wanaume hawataki kuoa, uchumi ni mzito. Robo ya wanaume wana kazi hiyo. Sasa wanawake wataolewa na nani? Toa na dada wakawakali, wakasema kuna hatari ya generation itapata watakuwa katika hali mbaya. Nikimalizia, zingatia wale watu wa kaumu Lut walivyoangamizwa na aya ilivyosema. Aya inasema faja'alna 'aliyaha safilaha, si nyinyi mlizungua, aljazao min jinsi amal. Sasa nyinyi mlizungua na Mwenyezi Mungu akawazungua juu kukawa chini, kisha wamtarna alayhim hijaratan min sijilin mamdud, kisha tukawatumia udongo uliofinyangwa ulioandikwa majina wanaotoka motoni mkali. Haya kamaliza akasema wama hiya minadh-dhalimina bibaid, na ile adhabu haiko mbali kwa wale wanaodumu na uchafu huu. Hiyo ni tahdhiri, yani ni onyo kali. Pengine atasema sisi hatuwezi kuletewa upepo, wala hatuwezi kuletewa moto, wala hatuwezi kuletewa maji kama walivyokarakishwa. Kule kuwa mbali na Mwenyezi Mungu ni adhabu tosha. Kwa wewe una taufiki ya kuswali, una taufiki ya kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, basi ni adhabu tosha. Utakuwa unakala katika moyo wako, anayefanya jambo hilo moyo wake hauna utulivu kila siku. Hiyo ni adhabu ama si adhabu? Temo yote unatajulikana, na lazima kuna arobaini yake atapatikana, lazima kuna arobaini yake. Sasa ndugu zangu, dada zangu, msikubali jambo hili litendeke kabisa. Na lao ukikubali ukapigwa lugha ikapatikana mara moja, yale maji yakishaingia kama mmoja aliposema kuna kijongoo, basi utakuwa utokitena katika mchezo. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aiokoe jamii yetu, aiongoze jamii yetu, tuwahifadhi watoto wetu na jamii muslimin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Naam. Nataka kusema takbir sana. Lakini mpaka zile takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Shukran sana Sheikh Muhammad. Na sasa nina furaha kumkaribisha Sayyid Idris Mwenye ambaye kwanza alikuwa ana udhuru, lakini kisha alhamdulillah
Salam. Hapa hapa tosha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza baada ya kuzungumza Maulana Al-Qadhi wa si heshima tena sisi tuzungumze, ingawa pengine mara nyingine mambo huenda tu tukawa tuko pamoja na twayapeka mambo kienyeji. Kitu cha pili, mimi nilikuwa sitaki kuzungumza. Hao wageni wametoka mbali, wamekuja hapa, wamekerwa. Ilikuwa ni muhimu tuwasikie na tusikie tajruba yao, kwa sababu haya mambo hayakuanza jana wala juzi. Haya mambo yatoka kwa kaumu Luti. Si masala yametokea mara hii, mwaka huu, ama mwaka jana, ama mwaka juzi. Masala yana historia ndefu, yamesajiliwa kwenye Qur'an. Nilipokuwa niko hapa leo, nilikuwa namkumbuka mwalimu wangu, mlezi wangu, Al-Ustadh Sayyid Hussein Sharif Alawi, mwaka wa 93 aliposimama akayaweka wazi mambo haya. Ingawa pengine wakati ule hakufahamika, na kitu kikubwa ambacho alikifanya ambacho nataka kuzungumza leo, kuna maasia kufanywa, kisha kuna maasia kuvishwa ngome ya haiba, ikawa huwezi kuyagusa, na ukijaribu kuyagusa washambuliwa, wapigwa wewe. Na katika kipindi fulani tulikuwa twaishi katika hali hiyo. Wajua shida, mfano nimesikia memba kadhaa wakisema kufunguliwe department ya kulinda vijana, kitu kizuri, lakini kazi nyingine muhimu ifanywe ni katika malezi. Mtoto apewe uhuru wa kuzungumza, mtoto apewe uhuru wa kuzungumza wakati akikosewa, kwa sababu shida nyingi, kwa experience tulokuwa nayo kwa miaka mingi, kuna mambo mengi yamefanyika lakini yabakishwa chini ya mvungu, na wanaoteza dauri kubwa kuyabakisha chini ya mvungu ni waathiriwa. Ni waathiriwa. Sitaki kutaja, kuna kesi kadhaa nimesema mimi, wakati wa marhumu Said Hussein amefika paka kotini, akifika kotini amerukwa na wazazi. Amerukwa na wazazi. Wazazi wamwambia basi sisi hatutaki haya mambo yaende mbele. Sasa kuna ngome fulani ikitovundwa ya kwamba kwa sababu utakamjue mtoto anaye dhulumiwa, mara nyingi anadhulumiwa katika umri ambao hana uwezo wa ufahamu wa kutosha mara nyingi, na mara nyingi adhulumiwa na mtu ambaye uko karibu na yeye, ima kinasaba ama kinamna fulani ana utishio juu yake. Mara nyingi akatumia ule utishio wake ama ile saitara yake, kama mnaona yasema ni mjombake, ni mwalimu wake, sijui ni nani wake, ile ikamfanya yule mtoto aona yeye kusema ndio kosa, sio kufanyiwa ndio kosa. Sasa tunahitaji hamasa, lakini tunahitaji kuelimisha wazazi, kwa sababu kuna wakati mutatoka first time mwenda kupambana na haya mambo, mutakwenda kujikuta mzazi wa kijana alioathiriwa yuko kinyume na hili. Yuko kinyume na nini? Na pengine ametishwa, na pengine kuna mila fulani
Mtu ataona ni aibu asimame kotini kuthibitisha kwamba mwanawe amefanywa kitendo kichafu, kwa sababu Mungu ni mwingi wa kusamehe, wanadamu hawasamehe. Hili pia ni tatizo. Sisi hapa tuna watu wameathirika na drugs, wamekwenda rehab, wamepona, lakini jamii bado haijawakubali. Mungu amewasamehe, lakini watu, kwa sababu hata akienda kutaka kazi mahala aambiwa huyu ni nani? Mteja. Waweza kwenda kutaka mke, utapokewa. Sasa leo usimamishe kotini kwamba wewe umefanya ushoga na magazeti, kesho watu watasema huyu ni nani? Mungu Allahu ghafurun rahim, Mungu anasamehe, lakini watu hawasamehe, watu hawasahau. Sasa hizi ni ngome, lazima tuzivunde, ndio tuwape watu ushujaa wa kusimama kwenye mambo kama haya. Na ni kazi ambazo zafanyika misikitini, zafanyika. Pengine wale wanaofanya hawapati publicity fulani ya kuonekana, na ni kazi imefanyika, na kuna majopo hapa yaliundwa, sitaki kutaja watu majina, lakini Muhammad ajua kazi, Sheikh Ahmad Bagufa. Juzi ndugu yetu amefariki Mombasa, katika mashekhe na katika wasomi wa jamii hii. Ni mmoja alikuwa mwana wa mbele wa kupambana na mambo kama haya, Dr. Sheikh Ali Al-Khatib. Kwa Muhammad akumbuka, si tu masala ya kupambana na masala ya ukhanifi. Dr. Ali Khatibu alikitoka peke yake, ana black belt, alikitoka peke yake, akenda mashamba, akikata mikoma ya ulevi, na akiwapiga walevi mpaka kushika damu yao. Hata yuzi tulifanya, ambacho nataka kumaliza hapa, sitaki kurefusha, nataka tena kutanabahisha. Kuna siku hapa kulipopitisha koti Kenya, kuna kitu kilipitishwa Kenya kwa muda, tukaja tukafanya maandamano na ustadi na Muhammad hapa. Mimi nikasema kitu kimoja, kuna ushoga, kuna na LGBT, hizi ni zitu tofauti. Ule ushoga tulokuyuyua zamani, sijui kuna basha, kuna ustadhi, kuna mjomba akifanya, akiharibu zijana, yale yalikuwa ni mambo sampuli mbali. Kisha hii masala ya LGBTQ ni masala sampuli mbali. Approach ya kupambana na mambo haya atakayoiwe tofauti. Nimefurahi sana Chairman, umeashiria zitu mimi uzinena kwenye juma kila siku. Zijana uniangalia namna ile, unaona kama labda mmefanya wazimu. NGOs tahadharini nazo. NGOs tahadharini nazo. Leo nimefurahi sana. Mimi nimeshasema zaidi ya mara 10 msikitini kuwatahadharisha vijana. Hii misada, sijui civic education, sijui haki za watoto, sijui haki za kina mama, sijui ni, tusiyakubalie mambo kisha yakileta matokeo tuanze kurushiana maneno. Haya yanakuwa ni matokeo sasa. LGBTQ ni mtandao wa kiulimwengu ambao sio lengo lake tu kufanya watu wafanye ushoga ama wafanye usado ama wafanye nini. Ina agenda beyond ya kutawali mataifa, kwa sababu mtu unayemfanyisha kitendo hiki hana ubinadamu tena, na mtu asiyekuwa na ubinadamu kumtawali ni rahisi, kumnyanyasa ni rahisi. Kwa hivyo ni global agenda, si masala tupambana na basha fulani sijui na nani fulani, na serikali zetu za husika, tangu national government mpaka county government kiasi fulani za husika, kwa kujua kwao na kwa kutojua kwao. Sitaki niseme mingi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran sana Sayyid Ibrahim Mwenye kwa hili. Ni kweli kwamba serikali zinahusika. Tunaona tena katika kaunti ya Mombasa
ambapo ndio wageni wenu leo hii watokapo, walikuwa na wakati huo wa mashoga wakisema wataka haki zao maandamano, walisema tukienda hospitali utukanwa ama udharauliwa. Asema utukanwa ama udharauliwa. Leo asubuhi tulipokuwa kwenye idhaa ya Lamu FM, tulikuwa tukizungumza, nikauliza kesho, lau Mwenyezi Mungu, kesho yaumul mahshar, sasa kama hivi tuko kwenye uwanja, alafu Mwenyezi Mungu aseme haya, wanawake huku, wanaume huku, hawa wataenda. Sasa wakasema ati tukienda hospitali kutukanwa, udharauliwa, ama yani kuangaliwa wale kama wanaume wanawake, wao wakawaambia wekwa kando. Serikali ya kaunti ya Mombasa ikatoa kliniki iliyojengwa na Mwingereza na mzee Jomo Kenyatta, yaitwa Mvita Clinic, lakini kupitia kwa ushirikiano wa community, wale wananchi wa Mvita ndio waliotoa ardhi na ndio waliojenga. Ati wakasema kwamba hii ipeanwe, itakuwa hawa wakienda makanisa wakitibiwa hapa. Sasa hilo naambia tena ndugu zangu, Mombasa wamepenetrate, sasa lengo lao ni Lamu. Nashukuru sana naibu gavana Mtakiwa ambaye pia alikuwa waziri wa afya, akasema kwamba ametambua katika wizara yake kumefanya nini, kumeingiliwa, na kule pia kulitumia wizara ya afya. Kwa hivyo tunarudisha shukrani kwa serikali ya kaunti ya Lamu kupitia kwa waziri huyo wa afya ambaye sasa ni naibu wa gavana ambaye anatarajiwa bado kuapishwa tu, lakini mkae ange bila hivyo, kama nilivyosema Said, malengo na madhumuni na shabaha ni kubwa mno na ni muda mrefu sana. Sasa tumkaribisha mwenyeji wetu Fadhila Sheikh Muhammad Abdul Qadir, na yeye aweze kuzungumza kama mwenyeji. Kwanza kabla kuzungumza, mtanisamehe kidogo, nataka Said usalimie tu kwa pepo mbonu ile ndio nini ule nini tafadhali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dakika mbili. Kwanza haya maneno ya huyu mama aliyosema ni ngwele, wapi? Huyu kwetu mpige takbiri tatu. Takbir. 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 Siku nyingi tumenena, sasa taka tuwe watendaji. Hii ndio takanapo. Kwa sababu gani? Saidna Ali alena, mkiwapata watu wafanya mambo haya, wao sasa wataka haki zao, au mashoga wataka haki zao. Haki zao Saidna Ali fotoa, wawe kwa nyumba hiyo watoswe. Lamu Fodi tunayo hapa, ashirika moja atoswe. Angalia kama shirika za zao watatoka mule wote, lakini tukaji mtunguni na mikelele takbiri ni hakuna vitendo. Chapa mtu mmoja tu ashirika na kila mmoja tingwe kisha kufanya kazi, tusaidia kwa sana tu kufanya vitendo, maneno yamekwisha katika kazi yake. Asalamu alaykum. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المنتجبين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Majina yangu kamili ni Sheikh Muhammad Abdul Qadir. Mimi nasimama hapa ni moja katika bodi ya kotini hapa Lamu inaitwa CUC, Court Users Committee. Kabla sijanena lolote, nataka kuuliza nyinyi maswala. Ikiwa ndani ya mji kumeingia mnyama hatari, ubora ni ashikwe ama auawe ama kutumikizana majumbani? Tufahamane vizuri. Ameingia mnyama pori, sawa, kwa simba, ni nyati, name it. Tutafungia vijana ndani ya majumba ama tutafuta wale mnyama alioingia?
Sasa basi wakati umefika tuwatafute wale wanyama tuwafanyie ya kuwafanyia. Hatutoweza kuwa na jana zetu za kike na wa kiume wateze mayandimu. Siku moja kuna mtoto wangu asali mzaa, bibi yake mamangu akamwambia usitoke. Kabla nini? Kaambia kuna matatizo kadha kadha. Bibi haiwezekana basi tuteze mayandimu tukakuwa na haki kwa nyumba. Kutoka ni lazima. Lakini na hawa maadui ni lazima tuwajue na tujue dawa yao. Tunakubaliana ngapi? Tuinue mikono tunakubaliana. Ni lazima kwanza tu-identify, tuwajue. Kisha tupambane nao. Lengo kubwa hatutaki kumlenga mtu kama tunakisema naye. Hayampokonya duka, hayampokonya nyumba, hayampokonya mke. Ni mambo mabaya yanayofanya hatukubaliani nayo. Na harusi zetu ni makosa. Ni makosa harusi zetu kuwatia watu katika kati ya wanawake kama huimba. Na hayo hufanyika sana. Kwa hivyo kwanza tuhakikisheni wakati wa nyuma hapa wanawake kwa kipamba ukhti zetu, mama zetu walikuwa akia mwimbaji bado. Kukatoka nne mashaka zungu kwa bado mwanamume mpaka wanawake bado kawa haitemu. Nikaendelea kuzi sasa kutoka mapia. Sasa ni kunyoza, mwingine huna na maneno, kiwaweza mume wako mchekamba, mzuie. Asubuhi kienda nyumbani kule toka talaka. Kwa hiyo ukikana ule na pili, ndio ukikana na hili. Kwa hivyo wao wale wanakuwa nafasi kuchangia sana kuvunda haya majumba yetu. Ni wangapi tumekubaliana kwamba hatutawalika tena katika harusi zetu kuteza ngoma na wao? Ni wangapi tumemikono? Singependa kurefusha sana. Mashaikh hapa wamesoma aya, wamesoma hadithi. Lakini ni nani kati yetu sisi hapa sote hatukubaliani na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ni nani hatukubaliani? Hakuna. Kwa hivyo sisi tunasema mal'unu man amila bi'amali wa mulid. Mtume asema amelani. Sasa kuna mambo mengine baada ya kulaniwa. Tunataka tuambiwe nini na Mtume? Hatukubakishia kila jambo tumewekewa ni sisi tukufuata. Si katiba ya Kenya ama nchi nyingine za kutunga. Sasa tunaangalia mambo tumeambiwa mbele min qabli. Sisi kabla tuwe ulimwenguni tushaelekewa mwongozo. Ni kwa nini tuende kinyume na mwongozo? Langu mimi nataka kusema ya mwisho. Nataka kuambia watu wa Mombasa pia. Sisi kama jamii ya Lamu, kama Waislamu pia tumechukua hatua, tumefanya, tumeachieve kadhaa wako kotini sahihi. Tunataka kuona pia Mombasa nao pia kadhaa wameenda kotini. Tuwapatie challenge. Si kwamba imeonekana katika mitandao hayakuwa yenyewe, hayakuwa peke yake, hayakuwa kiutaia, hayakuwa kiutamati kama wayafanya wilaya ya Kigoma. Ni watu walipanga khitwa na mpaka kafika pale. Nyingine langu, kuna baadhi ya wanasiasa walifanya kazi kama hii nzuri, ilikuwa hawa watakapoondoshwa. Tunataka kuwapatia salamu aliyoko na walioko wafanya kazi hii nzuri. Tunawapongeza na tutawalinda na tuambie wakati na sisi. Ni wangapi wataka wabakie? Ni wangapi wataka wabakie? Na mwisho tumalizia. Jana RC Regional Coordinator Mama Roda alikuwa Lamu hapa na zikosi zote za usalama zilikuwa hapo pale Mokoe. Akasema mambo haya yanaendelea Lamu, wale maofisa wanafanya haya na hakikishia nitapatia promotion na nitawalinda na nataka waendelee na kazi kama hiyo. Ni sisi tu kusema wabakie ama waondoke. Sasa nauliza wabakie ama waondoke? Wabakie waondoke? Kwa hivyo sisi tunataka wabaki wale ofisa wanafanya kazi njema. Lingine langu la mwisho kabisa katika masuala haya sitaona hapa tuile. Lakini wallahi thumma billahi ukienda katika jela zetu mambo haya hufanyika zaidi ya huko nje. Jela hufanyika mambo haya zaidi. Kwa sababu usijalie kwa watu mano ameshikwa ndio umepona, basi akitoka ndio umekuwa mkempuru kwa faida. Kwa hivyo mambo haya tusiyaone tu yako mitaani, hata katika jela yako na yaendelea na wajulikana. Sisi tuhakikishe kwamba ni ndugu zetu, ni watoto wetu, tupate nasaha.
singependa kutupa baridi mingi sana kwa wale mliokuja kutatua zenu. Nina hakika nyinyi mtaleta mabadiliko, kwa sababu katika sharuti ya mabadiliko Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kwanza ni nyoyo. Kwa hivyo hii ni step, tubadilisheni nyoyo zetu na sisi tubadilike. Kwa haya machache, kama nimemkwaza mtu turudi, kama nimemkwaza mtu mwambie taendelea kumkwaza kwa haya. Shukrani sana Sheikh Muhammad. Tuelekea kumaliza, ndio tuelekea kilele, lakini kuna wakati tulikuwa tunamtafuta Khalid Umar Kanjenji, ameatakula akaambiwa utafuta uzengewa kwa Kunguru, akatakula maskini akaja. Kwa hivyo sasa na yeye dakika yake 1.5 ili tumalizie. Bismillah. أحييكم بتحية الإسلام أحسن التحية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي خالد عمر، سألقي إليكم بعض الأشياء السواحلية أو اللغة السواحلية. شكرا لكم. ما شاء الله. ممتاز. Leo ninawajulisha mnisikie kaumu, nitawafahamisha mnifahamu walamu. Ni siku ya kukomesha mambo haya kidhalimu, tusipouziba ufa tutaujenga ukuta. Jambo hili tabaini msikize, jambo hili tabaini yote msikize sana. Tumeingia shidani na wazee hata vijana, hima tufanyeni na tulipingeni sana. Tusipoujenga ufa tutaujenga ukuta. Hii ni aibu sana mmekujifanya nje, hata Ilahi Rabbana lewala nitukumbuke. Letu sisi la maana wote tuwapige teke. Tusipoujenga ufa, tusipouziba ufa tutaujenga ukuta. Tusimameni kidete Mungu barobaro, tukidete tusimameni Mungu barobaro. Jambo hili tupingeni kwa njia zote na kero, tusiwateni na mkuleta kasoro. Tusipouziba ufa tutaujenga ukuta. Vijana meharibika na ukweli tukisema, wengi wametatizika kwa mambo ya somana. Letu sisi kwa hakika ni wao unaoshikana. Tusipouziba ufa tutaujenga ukuta. Kunayo mengi madhara walikiwaambia, sisi hatufanye hera na jambo hili kuzuia. Tusimameni imara, tuweni kitu kimoya. Tusipouziba ufa tutaujenga ukuta. Shukurani za hasara tunawatolea,
tusimameni ngangari, tuwe na wao pamoja. Tusipouziba ufa tutaujenga ukuta. Mengi sitaya kadiri tatosha machache haya. Imani dawa hubiri mpate kunisikia. Mimi Khalidi Omari haya nilowasomea. Tusipouziba ufa tutaujenga ukuta. Shukran. Shukran sana Khalid Omar. Fatma Rusa nakwambia amekutuza kwa M-Pesa, kisha utaangalia kwenye simu yako. Amenitumia message anambia mwambie mwanao Khalid nimemtuza kwa M-Pesa, kisha Khalid utaiangalia kwa M-Pesa kutoka kwake Fatma Rusa. Haya. Sasa tumalizia kupata neno la shukrani kutoka kwake Sheikh Athman Sharif. Haya, kwanza kabla ya neno la shukrani, naona chairman ataka kukabidhi rasmi usukani huu wa vita hivi dhidi ya haswa ubasha au mabasha ndio atakawalengo kwa sababu wao hawatawi. Naam Sheikh Athman. Hao hawatawi, wao mashoga tu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, hasbunallahu wa ni'mal wakeel, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Mwanzo kabisa kabla ya kuanza kuzungumza, amma baad, kabla ya kuanza kuzungumza, al-akh aliyejitolea ofisi, sijui yuko karibu, kwa tutakupa zawadi ndogo kidogo, tuombe baadaye asubiri, lakini ustadhi samchukulia haina nini. Abdurrahman Omar. Naam. Tulikuwa tukwambia usende, kuna zawadi ndogo sisi yako hapa kwa mambo ya watoto na jamii kwa jumla. Basi usende, kuna zawadi ndogo, hatuna zawadi kubwa ya kuwa, lakini kuna tunuku, jambo ambalo litakusaidia inshallah katika kueneza jambo hili. Kwa hiyo usende zako na mimi dakika nyingi inshallah. Amma baad, Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia kwenye Qur'an, sura Yasin imesomwa hapa sasa hivi, subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ametukuka Allah ambaye ameumba kila kitu wawili nakusudia mume na mke. Mimma tunbitu al-ardu, kutokana vitu ambavyo ameumba vinavyotoka kwenye ardhi ambavyo ni mimea, wa min anfusihim, na katika nafsi zenu binadamu, wa mimma la ya'lamun, na katika viumbe vingine ambavyo hamuyajui. Yote Allah ameumba wawili, dhakar wa untha. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia laysa dhakar kal untha, hawezi mwanamume akafanana na mwanamke. Halas, Qur'ani ishaandika na imekuwa hivyo. Katika aya hii inatukumbusha kwamba binadamu ameumba wawili, mimea imeumba wawili, wanyama wameumba wawili, na viumbe ambavyo tusijua ni katika viumbe vidogo kama microorganisms zinaitwa bacteria zile, na viumbe vidogo ambavyo macho havioni, ni wawili wameumba namna hiyo. Sababu ya Allah kuumba namna hii, mwenyewe ndio aliumba kauni hii, na akajua sababu kubwa ni kuendeleza kizazi, na hii sibadilishe. Na katika maumbile haya ni la ya'lamun, katika kiumbe cha binadamu kuna kitu ambacho kinapitisha wiratha, yani inheritance, genetics, kutoka baba kwa mtoto, mtoto kwa mjukuu, inapitisha